jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, naomba neema yako ya kufundisha na upako wako wa kufundisha na upako wako wa kufungua watu Bwana, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Wa Kristo tumtumie Yesu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili tena ya siku ya leo ambayo tunaweza kuendelea kufanya kile kitu ambacho Mungu ametupa. Tumshukuru sana mchungaji kiongozi kwa utangulizi ambao ametupa hapo awali, na kwa sababu tunatamani kwenda kwa mtiririko unaofanana. Amina, watu wa Mungu, ili tusije tukawa na masomo mengi ambayo hayana mtiririko. Kristo asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea na somo ambalo lina kichwa kinachosema maswali ya kutafakari kuhusu kifo cha Yesu Kristo, maswali ya kutafakari kuhusu kifo cha Yesu Kristo. Na tumekuwa na maswali kadha wa kadha tokea ile siku ya kwanza tumekuwa tukijiuliza, na siku ya leo nataka tutafakari swali mojawapo. Tumeshafika swali la 4. Swali la 4, tutaweza kurudi maswali kadhaa ambayo yamekwisha kupita, lakini tunatamani tafakari swali la 4 ambalo tunatamani liweze kukuongezea thamani katika Pasaka hii unapoitafakari. Amina, watu wa Mungu. Tunatamani tutafakari hili swali liweze kuongezea thamani unapoitafakari. Swali lenyewe na kichwa kinachosema kwamba, je, unayo hekima ya kutosha kuruhusu kuinuliwa kwako? Je, unayo hekima ya kutosha kuruhusu kuinuliwa kwako? Je, unayo hekima ya kutosha kuruhusu kuinuliwa kwako? Ndilo swali ambalo tunalitafakari. Na yote haya kama mchungaji amekwisha kuweka hapo awali, kama ilivyotokea katika siku hii ya Jumanne, wiki kuu la Pasaka, tunaona kabisa kwamba ni siku ambayo Yesu anajibu maswali makubwa manne, na anayajibu kwa hekima kubwa sana. Amina, watu wa Mungu, anajibu kwa hekima kubwa sana. Sasa nataka nianze kuweka msingi kwa kutazama vitu vifuatavyo. Kristo asifiwe kanisa. Nasema Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Nataka tujaribu kuangalia kwa msingi ufuatao wa vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza ambalo nataka tuangalie, tujaribu kujifikirisha ni kwamba tunaweza kusema kuna umbali mrefu sana kati ya watu ambao wanamjua Mungu na matumizi ya hekima katika maisha ya kawaida. Kuna umbali mkubwa sana. Kuna umbali mkubwa sana. Na hii imesababisha saa zingine hata Yesu wetu anachukua muda kupokelewa vizuri. Kwa sababu Yesu anatakiwa wamuone kupitia wewe. Amina, watu wa Mungu. Wanapokutazama wewe, waweze kumuona Yesu ambaye unamhubiri, waweze kumuona Yesu ambaye tunamsikia. Lakini kuna umbali mkubwa sana kuhusu swala la hekima, kuhusu swala la maarifa, na kuhusu swala la watu ambao wamekaa katika wokovu kwa muda mrefu. Na imekuwa ni changamoto kubwa. Tutaonyesha mistari kadha wa kadha kwenye Biblia hapa. Imekuwa ni changamoto kubwa sana kiasi cha kwamba saa zingine nafikiri umefikia watu saa zingine wanaanza kufikiri watu ambao wameokoka hawawezi, ukiwaajiri wanaweza wakakupa changamoto. Ukiwaajiri wanaweza wakakupa changamoto. Sio sifa nzuri sana. Amina, watu wa Mungu. Ninakuombea stadi katika maisha yako katika jina la Yesu. Lakini ni kwa sababu kwamba kuna vitu ambavyo kama kanisa, hasa uamsho unaposhuka, kuna vitu huwa hatuvizingatii na kuviwekea msisitizo. Amina, watu wa Mungu. Nilikuwa kwenye kanisa moja, nilikuwa nawaeleza kwamba niliona na uamsho mzuri sana. Nikawaambia, halikuwa ni kanisa liko la CCT, lakini nikawaambia kitu kimoja, pamoja na uamsho mlionao inabidi mwende kwenye makanisa ya Katoliki na makanisa haya yaliyopo CCT. Unapokuja kwa mfano kanisa la Anglikana na zaidi ya miaka 300-400, kuna kitu amekiona ambacho wewe umeanza kanisa juzi unaweza ukawa hujakiona. Ni kweli una uamsho mzuri, lakini
kulifanya kanisa liende kizazi kingine. Ni tofauti kabisa na hicho kitu unachofikiri kwamba umeombea wagonjwa, watu wamepona, wamefanya nini. Kwa kuna kitu ambacho lazima ujifunze. Sasa ni kitu ambacho kwa sababu hiyo kumekuwa na uamsho mkubwa sana maeneo ya kanisani. Mimi na watu wa Mungu, watu wanafurahia sana hilo eneo, lakini wanakuja kujigundua kwamba ule uamsho hauwezi kuvuka mipaka. Lakini haya makanisa mama, utaona, utaangalia Anglikana, utaangalia Wakatoliki, utaangalia makanisa mengine, wao wanafahamu hicho kitu. Wanafahamu pamoja na uamsho namna gani ambavyo tunaweza tukarithisha huu uamsho tulionao kwenda kizazi kingine. Kristo asifiwe. Nataka nijaribu kutafakari huu mstari mmoja, tuanze kuchambua mstari mmoja wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Matendo ya Mitume sura ya 7. Mstari mzuri sana ambao nikiusoma kwa kweli huwa unanifikirisha mara mbili sana. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 22. Ni mstari ambao kwa kweli huwa nikiusoma unanifikirisha sana kuhusu masuala ya hekima na masuala ya kumtumikia Mungu. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 22. Maandiko yanasema hivi: Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Kristo asifiwe. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Moja ya kitu ambacho kinanipa changamoto, huu mstari ni mzuri, amina watu wa Mungu, lakini tujaribu kufikiria. Huyu Musa ndiye ambaye Mungu baadaye alikuja kumwita alikwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Lakini najiuliza sana, kwa nini Mungu hakutaka Musa apate hekima katikati ya wana wa Israeli? Sijui umepata picha. Kwa sababu hawa wa Misri kwanza walikuwa wanaabudu miungu mingine, walikuwa na miungu ya nyoka. Nenda sawa sawa. Namna ya kuishi maisha yao, wanaabudu nyoka, wanaabudu mchawi, wanaabudu nini. Lakini ili Musa atumike vizuri, Mungu akahakikisha ameenda kufundishwa hekima yote ya Wamisri. Na akawa hodari, angalia, akawa hodari katika usemi na katika kutenda. Kristo asifiwe. Kwa jinsi ya kawaida wale wana wa Israeli tungesema labda ni kama watu waliopo kanisani. Yaani Mungu haamini kabisa watu wa kanisani wamfundishe mtumishi wake. Anaenda anatafuta watu wengine huko mtaani, wanamfundisha hekima, alafu baadaye anarudi kwenda kulikomboa kanisa. Kristo asifiwe. Sisi tumepata hiyo picha. Kwa sababu ndicho kitu Biblia inachosema kwamba Musa alikuwa hodari baada ya kujifunza hekima yote ya Wamisri, sio hekima ya wana wa Israeli. Maana yake kuna namna hekima iliyokuwepo Israeli ilikuwa haiwafanyi watu kuwa hodari, haiwafanyi watu kuwa na usemi mzuri. Kristo asifiwe. Tunaenda pamoja hadi hapo watu wa Mungu. Nataka nidake hichi kitu kiweze kukuwekea msingi imara sana. Sasa najaribu kufikiri kwenye mustakabali wa neema. Kwa neema ya Mungu nataka niweke hichi kitu wazi, kwa sababu kwa neema ya Mungu amenipa nafasi ya walimu, kwa tunapata nafasi ya kuzunguka kwenye makanisa mbalimbali na huduma mbalimbali. Kuna kitu nakiona ambacho kinatofautiana, na nitakuonyesha mistari kadha wa kadha. Kuna makanisa ambao unaweza ukaenda ukakuta swala la maombi la msingi sana, ni kitu muhimu sana. Wataomba sana, wataomba, lakini swala la neno kwao, yani hilo halina kipaumbele. Kristo asifiwe. Halina kipaumbele. Lakini utaenda mahali pengine utakuta neno lina kipaumbele sana, kina kipaumbele kweli. Yaani ukienda pale, kwa ndio maana watumishi wengine wanafahamu, kuna makanisa ukienda unaambiwa haya makanisa yana neno, ukienda pale neno ni kipaumbele. Yaani hata kama utaombea wagonjwa, kama hujafundisha zaidi ya nusu saa, dakika 40 hiyo sema inaweza kaibishwa katikati, kwa sababu wao neno ni kipaumbele, sio kwamba wanashida na vitu vingine. Lakini unaenda mahali pengine unakuta kwaya ni kipaumbele. Kristo asifiwe. Kwaya ni kipaumbele. Yaani kwaya isipoimba mchungaji siku hiyo anaweza akapata changamoto kubwa sana, kwa sababu ya kwamba kwaya tu haikuimba. Sasa kadri unavyozidi kwenda utakuja kugundua kwamba kuna tofautiana maeneo mbalimbali. Lakini ninachotaka nikueleze ni kwamba
kuna ambao ukiangalia yale ambayo yameweka msingi ambao unaridhishana, utakuja kugundua kwamba cha kwanza waliweka neno ndio kuwa kipaumbele. Kristo asifiwe. Neno kuwa kipaumbele, neno kuwa kipaumbele. Alafu baada ya neno kuwa kipaumbele ndio vitu vingine vikawa vinafuatia. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona mahali hapo pia makanisa mengi ambacho yamekifanya ni swala la mafundisho, hasa mafundisho mazito kuwa kipaumbele. Kristo asifiwe. Kwa sababu tunapookoka, fundisho la kwanza la msingi ni swala la kujiandaa kwenda mbinguni. Ni fundisho la msingi. Lakini kadri tunapozidi kuendelea, kesho tutaamka bado hatujaenda mbinguni. Amina, watu wa Mungu. Lazima tujifunze sasa namna ya kuishi maisha ya ushindi tulioupata mbinguni hapa duniani. Amina, watu wa Mungu. Nao inahitaji sasa pia mafundisho. Na hii imekuwa imeleta mchanganyiko mkubwa sana. Hebu tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kwa mstari mwingine hapa. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22 na mpaka 23 iweze kukufikirisha kitu cha namna hii. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22 mpaka wa 23. Maandiko yanasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 22 mpaka wa 23. Maandiko yanasema hivi: kwa sababu ya Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Huu mstari ukiufikiri unaweza ukaona ni mstari wa kawaida tu, kwamba kuna watu wao kwa kweli wanataka ishara. Yaani haijalishi utahubiri kiasi gani, mwisho wa siku wanataka ishara. Lakini kuna watu wengine wao katika mahubiri yao wanatafuta nini? Hekima. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe kanisa. Kwa hiyo yapo makundi ya aina mbalimbali. Wako ambao kwa kweli wao furaha zao ni kuona ishara, matendo ya miujiza yamefanyika, ni kitu kizuri kabisa. Ni kitu kizuri. Lakini wapo watu wengine ambao wao wanatafuta nini? Hekima. Sasa nisikize kwa makini. Ukienda kwa dunia sasa hivi, hawa Wayunani ndio wanaitwa Wagiriki, kama ni Wagiriki, si ndio? Sasa hawa ndio utakuja kugundua, pamoja na kwamba wao walikuwa hawataki sana ishara, wanatafuta hekima sana, ndio wametengeneza mifumo mingi sana ya duniani inayofanya kazi. Kristo asifiwe. Wametengeneza mifumo mingi ya kiutawala. Kristo asifiwe. Wengine wao wakiwa wanafurahia tu kupata ishara, wengine wanafurahia kupata hekima. Wakishapata hekima wanatengeneza mifumo ya duniani. Tunaenda sawa sawa? Mifumo ya kiuongozi. Tunaenda sawa sawa? Wanatengeneza mifumo mbalimbali ya kiuchumi. Na hawa ndio ambao wametengeneza mifumo ya science na teknolojia mbalimbali. Hawa wao Wayunani ambao ndio Wagiriki. Kristo asifiwe. Sasa kwa mfano, kwa injili ya sasa hivi tulionayo, injili labda ya kuhubiri kwa kutumia maiki, kuna mtu mmoja, yeye alipokuwa kanisani au alipokuwa katika ibada mahali fulani, yeye alitamani sana kupata hekima. Tunaenda sawa sawa? Mwisho wa siku ndio akatengeneza huu mfumo ambao tunautumia mpaka saa hizi. Hao ni watu gani? Wayunani watu. Na ndio wanaotusaidia mpaka leo. Wengine wametengeneza mifumo ya satellite, ndio inayotumika injili kupeleka nini? Kwenye ma-TV, kupeleka kwenye maredio, kupeleka kwenye vitu vingine. Kristo asifiwe. Lakini wale ambao walibaki wakifurahia ishara, ni kweli ishara zilifanyika pale, lakini hakuna siku ishara hazikuwahi kuhitajika. Tunaenda sawa sawa? Hakuna siku hazikuwahi kuhitajika. Lakini hekima ilikuwa inaweza ikarithishwa kizazi hata kizazi. Sina nafasi ya kueleza vitu vingi sana, lakini kuna vitu vingine ni vigumu sana. Ukiangalia hawa watu ambao walichagua kuitafuta hekima, ndio wametengeneza mifumo mpaka ya kiutawala ya dunia. Wao hawakukimbilia kipengele cha ishara, walikimbilia kipengele cha hekima. Kristo asifiwe. Maana yake ni nini? Ukiwepo kanisani, pakiwa labda na Myahudi, pakiwa na Myunani, Myahudi yeye atafurahia kutendewa matendo ya miujiza. Myunani yeye anataka ukimhubiria asikie injili ambayo akitoka anaweza akaenda akachukua shamba akalima. Katikati ya mahubiri yako asikie hicho kitu. Tumeenda sawa sawa watu wa Mungu? Yaani katikati ya mahubiri yako apate wazo la kwenda kulima shamba.
Mwingine yeye anataka apate tu uponyaji, apate nini, ni kitu sahihi watu wa Mungu. Lakini huyu mwingine angalia anachokifikiria. Wote wako kanisani. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Na mwisho wa siku ndicho unakuja kugundua kwamba hawa watu kwa sababu wao walichagua hekima, wamekamata misingi mingi sana ya kidunia. Ungetajua wana falsafa wengi sana, ukienda kwenye theolojia watakutajia wana falsafa wengi, wasema Wagiriki, kina Aristotle, kina nani, Wagiriki. Wao ndio wametengeneza hiyo mifumo ambayo ndio tunaitumia mpaka sasa hivi. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Sasa nachotaka nikueleze ni nini? Kwamba kuna umuhimu sana wa kanisa kuwa na balance ya hichi kitu. Okay? Kuwa na balance ya hichi kitu, kwamba kuna muda tunahitaji hekima sawa sawa, na kuna muda tunahitaji matendo ya Mungu ya muujiza. Lazima uweze kuvibalance hivi vitu. Ukishindwa kuvibalance, uwe na uhakika kuna namna hauwezi kulikamata dunia, hauwezi kuteka hii dunia. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu. Hauwezi kuteka hii dunia, na mwisho wa siku kunaweza kukawa na changamoto kubwa ambazo hujawahi kuziona. Sasa nataka tuangalie kwa kutumia pointi zifuatazo hili swala la hekima, ili tuweze kulitafakari. Ninakumbuka mtumishi mmoja alikuwa anasimulia yeye alikuwa anaenda kwenye huduma, ana mahoteli makubwa sana hapa. Ana mahoteli makubwa sana hapa Tanzania. Anasimulia alikuwa anaenda kwenye semina za mtumishi mmoja wa Mungu akiwa anazifanya. Anakwambia yeye akienda kwenye zile semina anatoka na mawazo ya kufungua hoteli, kufungua biashara. Kristo asifiwe. Wote walikuwa kwenye semina. Kuna watu walipokea vitu vingi, lakini mwingine amepokea kitu kikubwa sana. Amefungua hoteli Dodoma mjini, amefungua wapi hapo Morogoro, amefungua zingine Dar es Salaam. Na tunataka nikwambie, baada ya ile hekima, ghafla kanisa limekuja kugundua mtu ana msaada mkubwa sana. Tunaenda sawa sawa, na ana influence kubwa sana ya kulifanya kanisa liende, kwa sababu yeye alipokaa katika mikutano, katika semina zake, alikuwa anatafuta hekima. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa pointi ya kwanza ambayo nataka tuiangalie mahali hapa inasema, tafuta hekima ili kushughulikia changamoto za ukuaji wako. Tafuta hekima ili kushughulikia changamoto za ukuaji wako. Sasa kama ambavyo tumekwisha kuonyeshwa hapa na baba mchungaji kwamba kadri huduma ya Yesu ilivyokuwa ikikua, amina watu wa Mungu, ndivyo ambavyo alikuwa akihitaji hekima sana. Unajua, ukiangalia pale mwishoni, Yesu alitumia nguvu nyingi sana jinsi gani atamaliza. Na asikia akatengeneza kesi ambayo haimuhusu. Kuna kesi alizokuwa anataka atengeneze ili aweze kusuluhiwa, lakini kuna zingine alikuwa anazikwepa. Kwa mmoja ya kitu ambacho alipambana nacho sana pale mwishoni ni hekima ya jinsi gani ya kumaliza. Na utakuja kugundua mtu wa Mungu, kadri unapozidi kuongezeka katika umri, utakuja kugundua moja wapo ya dalili kwamba hekima inaanza kuongezeka kwenye maisha yako ni kupunguza kuongea sana. Amina watu wa Mungu. Kuna vitu utakuwa umeviona, utagundua hapa acha nipunguze kuongea. Kristo asifiwe. Kuna vitu utakuwa umeviona kwenye maisha. Vijana sisi tunaongea sana. Tunaongea sana nini? Lakini kadri unapozidi kukua, kuna vitu utaviona, utakaa kimya. Nilikuwa namwambia baba, kwa neema ya Mungu, kuna kitu ambacho Mungu amenisaidia kunifungua kwenye swala la udini. Hii udini na udhehebu ni kwa sababu ya mahali aliponipitisha, na kuna vitu akanionyesha vikanisaidia kufunga. Siku hizi nikawa na nidhamu sana kuviongelea hivyo vitu, kwa sababu kuna kitu Mungu atakuonyesha. Kuna watu ambao unaweza kuona kama hawajaokoka vile, lakini hawa ndo Wayunani. Tunaenda sawa sawa. Wao wamechagua njia ya Wayunani, wanapambana, wanafanya miradi mikubwa. Ukipona hawa vipi? Na Mungu anawaheshimu sana. Anawaheshimu sana. Kama unazidi kukua, unazidi kuona vitu vya ajabu sana. Nawapaka ushuhuda mmoja kabla kuingia kwenye hili swala. Siku moja kulikuwa na nchi fulani, kulikuwa na issue. Rais alikuwa anapata changamoto kubwa sana katika nchi moja tu fulani. Rais alikuwa anapata changamoto kubwa, anatafuta ushauri.
Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Anatafuta ushauri, nani anipe ushauri. Akasema kwa sababu makanisa yako mengi hapa, basi tuite viongozi wa kanisani waje wanipe ushauri. Kwa viongozi wakawa wanajipanga kwenda Ikulu. Sasa sikia, kuna baadhi ya taasisi zilipoanza kusema zinaenda Ikulu, rais alipotoa taarifa akamwambia okay, hawa wanakuja. Akawaambia hawa wanaokuja, hawa kwanza watakuja wamefunga. Kwa hiyo wapekeni chakula kizuri, wapeni, watafanya maombi, lakini sidhani kama kuna ushauri hapo. Tunaenda sawa sawa. Kwa kweli watu walikuja, wamefunga, wakampigisha magoti rais, wakamwombea. Mfransisko akapewa chai, wakafungule, na rais akasema ni kweli, hawa wataniombea tu, lakini ushauri hamna hapa sitopata kitu. Baadaye ikaenda taasisi zingine za dini, wakaangalia na yeye anasema hawa wataongea lakini watalalamika rais kwa sababu ya viwanja vyao labda kumezuiliwa nini. Hawa tuwape tu. Lakini kuna taasisi ilipoenda, aliposikia taasisi fulani inaenda, rais akasema naomba mawaziri wote waje. Tunaenda sasa, mawaziri wote waje. Hawa wataongea kitu cha hekima. Kristo asifiwe. Hawa wataongea kitu cha hekima. Ni kweli saa zingine hawajui hata kufungua Biblia. Yaani unaweza ukashangaa. Lakini hawa wataongea kitu cha hekima. Na hawa hata msiwaandalie chakula kwa sababu watakuja kwanza hawajafunga. Kristo asifiwe. Na kweli wakaingia, wakatoa ushauri ambao ulisaidia sana nchi ile kuvuka. Sasa ni kitu ambacho kama kanisa lazima tukifikirie. Pamoja na kwamba tunafanya matendo mazuri ya Mungu, lazima pia tupanuke katika swala la hekima. Sasa narudi hapa kwenye hii point. Yesu alipokuwa anakaribia kuondoka, alihitaji hekima nyingi sana na alitumia nguvu nyingi sana kufanya matendo yake kwa kutumia hekima. Kwa mfano, kuna swali ambalo baba ametueleza hapa, swala la kodi. Alitumia hekima sana kujibu watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Alitumia hekima kubwa sana kujibu. Watu wengi sana katika huduma wanajaribu kupambana na mamlaka kuu za kiserikali wakipambanisha na mamlaka za kidini. Yesu aliona huo mtego, akavuka huo mtego. Kwa kutumia nini watu wa Mungu? Hekima. Lakini pia kuna swali kuhusu ufufuo. Tunaenda sawa sawa kwamba nikifa sijui atakayekuja. Na pia alitumia hekima sana. Lakini pia kuna swali kuhusu amri ipi ni kuu, kama tulivyokwisha kuelekezwa mahali hapo. Napo alitumia hekima sana. Kitu ambacho nakiona katika hii Mathayo sura ya 22 ni kwamba hawa watu, Mathayo 22 kusema kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 40, utaenda kuona hizo stori zote. Ni kwamba hawa watu walikuwa wamejipanga kabisa kwenda kumjaribu Yesu. Sio kwamba wanaenda kutafuta, wanamjaribu Yesu. Kristo asifiwe. Wamejipanga kabisa, sisi tutaenda kuuliza kuhusu swala la kodi ili tuweze kumtegeshea tu, akijibu vibaya kuhusu masuala ya kodi tunamkamata. Na pale Yesu hakuhitaji sisi malaika kuwapiga ngwara, alitumia nini? Hekima. Kristo asifiwe. Wakaenda watu wenye swala la ufufuo na walienda pamoja, ni kumtaka. Unakuta watu wamejipanga kabisa, lengo tu ni kumkamata, lengo ni kuweza kumweka kumtia katika kiani, lakini bado akatumia hekima. Sasa nataka nikuonyeshe ni kitu gani katika maisha, kadri unavyozidi kuinuka ndivyo ambavyo unahitaji sana kuwa na hekima. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kadri unavyozidi kupanda kwenda juu ndivyo unavyohitaji sana kuwa na hekima. Kuwa na hekima kwa sababu utaanza watu, huyu ni Yesu kabisa, watu wanajipanga kwenda kumwangusha. Asipokuwa na hekima angeanguka vibaya sana. Na walikuwa wanatafuta kila aina ya mbinu. Sasa angalia kitu cha kukusaidia hapa. Kitakusaidia sana kama unataka kuona. Alitafutiwa kesi kuhusu yeye, huduma yake na serikali yake. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu. Ni moja ya kitu ambacho lazima uwe makini kadri unapoanza kuinuka. Siku ya kwanza tuliomba kuhusu kujulikana kwako. Na tunaomba kadri unapoanza kujulikana, kuna namna ambavyo watu wataanza kutafuta kesi wewe na serikali zilizopo. Kristo asifiwe. Ukikaa na wababa wengi wa imani hapa Tanzania ambao wamekaa kwenye huduma miaka mingi, wamevuka miaka 60, miaka 70 wengine,
moja ya kitu wanakushauri kitu kingi, lakini hichi wao wanakuambia wazi, jifunze kuenenda kwa hekima unapokaa na serikali. Ile ni mamlaka halali kabisa, na ukikosea inaweza ikakuadhibu na Mungu anakuangalia ili akutetee. Inakuadhibu kabisa na Mungu akutetee, kwa sababu ile ni mamlaka halali kabisa. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Nataka tuangalie pointi ya pili. Pointi ya pili mahali hapa ili tuweze kuangalia pointi kadha kadha. Pointi ya pili, aina za hekima zinazopatikana katika Biblia. Aina za hekima zinazopatikana katika Biblia. Katika Biblia, aina za hekima zinazopatikana katika Biblia. Nitakutajia hekima 3 ili tuweze kufika mahali pale tunapotaka tukafike vizuri. Hekima ya kwanza Biblia inaiita ni hekima ya duniani. Hebu tuseme hekima ya duniani. Mwambie jirani yako hekima ya duniani. Hii inapatikana, tukisoma kwa mfano, hii ni hekima ambayo inapatikana kwa kujifunza vitu vya kawaida. Kwa kwenda shule, kuna wengine wanatumia mfumo rasmi kwa kwenda shule au kukaa chini ya mtu au kukaa chini ya nini. Hiyo ni hekima ya duniani kabisa ambayo unajifunza. Ukisoma Mithali 4 mstari wa 13, Mithali 4 mstari wa 13, Mithali 4 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Maana yake nini? Ndiye uzima wako. Si ndio? Nenda sawa sawa. Maana yake mkamate sana elimu. Ile ni elimu ambayo inakupatia hekima ya huku duniani. Kuna mifumo ambayo ipo ambayo unahitaji kuwa nayo, na lazima ufanye bidii sana kuipata hiyo hekima. Ukisoma pia katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili, Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari ule wa 13. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi: nayo twayanena si kwa maneno tunayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali tunafundishwa kwa Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Na tutaka upate ule pendo, si kwa maneno tunayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Maana yake kuna hekima kabisa ya kibinadamu ambayo ndio ipo hapa duniani. Kristo asifiwe. Ambayo ndio inaweza ikaridhishika. Na Biblia inasema ikamate. Pamoja na kwamba tunajifunza hivi vitu vingine, pambania sana kujifunza hizi hekima za duniani. Lakini hekima nyingine ambayo ipo, maandiko yanasema ni hekima ya shetani. Hekima ya shetani ipo katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Utaona mahali pale kwamba kuna hekima ya Mungu wa dunia hii. Tenda sawa sawa. Mungu wa dunia hii ambaye anatumia kupofusha watu fikra zao. Kristo asifiwe. Maana yake kuna hekima ya kipepo kabisa na ya kishetani kabisa. Ipo. Ndugu zangu, kuna watu wana hekima ambao wanasema ni hekima ya kipepo. Usiniulize wapi, lakini nilikuwa ninaangalia sehemu fulani. Watu walikuwa wana sera zao. Nikawa naangalia kuna wengine kwa kweli wanaongea taratibu. Sio Tanzania, mimi na watu wa Mungu, ni nchi nyingine kabisa. Wanaongea taratibu, wanaongea kabisa. Yaani nasema kabisa, unahisi kama ni Mungu anaongea hapa. Lakini anakwambia jamani, sisi tukiingia tutaruhusu ushoga, tutaruhusu watoto wakiwa na miaka 10 wachague jinsia wanayotaka. Lakini wewe wanavyoongea, wanavyopangilia, wanasema how comes mtu anapangilia maneno hivi na lakini mwisho wa siku ana ajenda mwisho wake. Kristo asifiwe. Lakini kuna mtu mwingine, hapo ndio unachukua makini sana kusikiliza. Kuna mtu mwingine hajui kuongea kabisa. Yeye anaropoka tu, lakini ndio Mungu anasema huyu ndo namtaka. Ana hekima ya Mungu, anasema kwa kweli mimi natambua jinsia 2 tu. Utaki hama nchi yangu. Kristo asifiwe. Utaki hama nchi yangu. Sasa unaona kabisa huyu kwa kweli hana utaratibu, lakini ana hekima ya Mungu ndani yake. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Lakini hekima ya 3 ambayo tunaiona hapa ni hekima ya Mungu. Utaenda kusoma katika Warumi 11:33 na Warumi 16:27. Nakutajia mistari tuweze kwenda kufika mahali. Warumi 11:33 na Warumi 16:27. Sasa pointi ya 3 ambayo nataka tuiangalie ni jinsi gani unaweza kupata hekima.
Amina, watu wa Mungu. Na ndio msisitizo wangu ambao nilitaka tufike mahali hapa, kwa sababu Yesu tu hakuinuka ghafla tu akawa na hekima. Amina, watu wa Mungu. Kuna mahali alifanya mazoezi mpaka akawa na ile hekima. Sasa nataka tuangalie jinsi gani ambavyo unaweza ukajifunza hekima. Njia ya kwanza ya kupata hekima ni kwa kuweka nia ya kujifunza. Amina, watu wa Mungu. Kwa kuweka nia ya kujifunza. Weka nia ya kujifunza. Ukienda kusoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 7:22, nimeshakwisha kukusomea Matendo ya Mitume 7:22, naye Musa alijifunza hekima yote ya Wamisri. Maana yake alifanya juhudi kujifunza. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Maana yake kama kuna eneo ambalo haulijui, fanya bidii kujifunza. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Fanya bidii. Kama ni swala la ujasiriamali, fanya bidii. Kama ni swala la kilimo, fanya bidii kujifunza. Ukisoma katika ile Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma, kuonya na kufundisha. Tunaona kitu cha kwanza, fanya bidii katika kusoma. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Nataka nikwambie, ukifanya bidii ya kutosha katika hilo eneo, jiandae kabisa kwa kweli kupata hekima. Hiyo ni njia ya kwanza, mtu wa Mungu. Amina, watu wa Mungu. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni njia ya kumwomba Mungu. Nimeanza kabisa ya kwanza ya kujitia nia kufunza, baada ya njia ya kumwomba Mungu. Unaweza ukamwomba Mungu kabisa akupe hekima. Ukisoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya kwanza, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kristo asifiwe. Sasa kugundua kwamba umepungukiwa na hekima, nayo ni hekima tu. Amina, watu wa Mungu. Kwa sababu hatua ya kwanza ni kugundua, hapa nimepungukiwa na hekima. Okay? Sasa huyu mtu anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe. Sasa aombe mbele za Mungu. Sasa wale wanaokuja asubuhi, kuna kitu kimoja ambacho ninataka nikuwekea hapa haraka kwa msingi sana. Hapa Biblia imeweka wazi kabisa, na aombe dua kwa Mungu. Asubuhi nilikuwa nawaeleza kuna tofauti ya sala, maombi, maombezi na dua. Dua ni aina ya maombi ambayo unafanya huku ukisoma. Sasa kuna muda unaweza ukawa unaomba huku unasoma Zaburi, unaomba huku unasoma kitabu cha Mithali, unaomba unasoma vitabu vya manabii, unakuwa unaomba huku ukiwa unasoma Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilaza katika malisho ya majani mabichi, uniongoza na kuisha nafsi yangu. Unakuwa huku unasoma. Sawa. Maandiko hapa yanasema na aombe nini? Dua. Maana yake ukiomba kwa Mungu mara kwa mara, atakuongezea nini? Hekima. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe kanisa. Kwa hiyo ni njia ya pili. Kama unaona kwa kweli siku hizi sina hekima, siku hizi ninavyoona kabisa kwa kweli kwa namna ninavyoenda hapa ninahitaji kumwomba Mungu hekima. Na dalili mojawapo ya kwamba hekima imeanza kupungua ni ukikaa katikati ya watu wazima unaongea sana. Amina, watu wa Mungu. Ukiona unakaa katikati ya watu waliokuzidi ukajikuta unaongea sana, unahitaji kumwomba Mungu hekima. Biblia inasema katika Mithali, uketipo mbele ya mfalme maneno yako yawe nini? Machache. Hiyo ni hekima ya mfalme Suleiman. Zile ni hekima katika kitabu cha Mithali. Kwa maana yake ukiwa unaongea sana, hekima imepungua. Sasa tunafanyeje? Kwa kuomba. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kuna kitu unatia mingi ya kuomba. Lakini njia ya tatu ya kupata hekima, ni kwa kutafakari na kupata utulivu. Kwa kutafakari na kupata utulivu. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, mstari ambao tumekuwa tukisikia mara kwa mara, Yoshua 1 mstari wa 8. Yoshua 1
mstari wa 8, maandiko yanasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kristo asifiwe. Moja ya kitu ambacho kinapunguza hekima sana na watu ni watu kutokupata nafasi ya kutafakari, lakini kukosa utulivu pia. Saa zingine unaweza ukaletewa kesi kubwa. Si vibaya kusema kwamba ninaomba muda wa kwenda kutafakari. Kristo asifiwe. Unajua hata daktari ukimweleza shida yako anakwambia ngoja tupime kwanza. Tupime, tuangalie kama ni nini. Unaweza kuwa unaumwa kichwa, kumbe ni ujanja tu maji. Hatuna haja tu ya kusema kwamba ni malaria tu. Inawezekana ni maji tu. Kwa hiyo tupime, tuangalie. Kwa saa zingine watu wengi sana wameingia katika maamuzi ambayo si sahihi kwa sababu hawakupata muda wa kutafakari. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Unajua pale nyumbani saa zingine mke wako akikuletea kesi nzito, kuliko useme hujui, ni bora umwambie naomba kutafakari kidogo, nitakupa jibu nini asubuhi. Kuna vitu vingi sana utakuwa umeviepusha, na kuna vitu vingi unaweza ukaja usivitolee maamuzi, ukavitolea maamuzi sahihi kwa kukipa kitu nini? Muda. Ukikipa tu kitu muda tu kidogo, kuna namna ambavyo unaweza ukakiona kwa jinsi ambavyo ungekifikiria. Tupata nafasi nitakuja kukupa hiyo story, iko kwenye kitabu kimoja cha Wafalme. Kulikuwa na mfalme mmoja. Huyu mfalme mtoto wake alienda vitani, alafu ghafla mtoto wake akafariki. Naomba usikize kwa makini sana. Mtoto wake alipofariki, jemedari mkuu wa jeshi akasema hivi: nani atapeleka taarifa kwa mfalme kwamba mtoto wake amefariki? Sasa jemedari akawatazama wote, akaona kuna mwanajeshi mmoja ana hekima sana, ila ni yuko slow. Yaani unajua kuna watu wana hekima lakini mambo yao taratibu, yako pole pole. Lakini kuna mwingine ana haraka kweli. Mfalme lazima ajue leo, mfalme lazima ajue leo. Tutake na lazima ajue. Naambia hapana, yule ni mfalme, akipaniki nchi inaweza ikaangamia. Mfalme kuna utaratibu, hataki kupaniki kwa nafasi yake. Kwa lazima hata kama huyu mtu ana mambo ya taratibu sana, lakini kwenye habari ya kufikisha taarifa ya mtoto wa mfalme amefariki, naomba aende huyo. Kwa hiyo yule jemedari wa vita akamzuia kabisa huyu mwenye haraka. Akamwambia naomba huyu mwenye hekima na mwenye utaratibu sana ndiye apeleke taarifa kwa mfalme Daudi kwamba mtoto wake amefariki. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Na baadaye tunaona alienda na akaenda kufanya kitu cha namna hiyo. Kitu gani ambacho nataka nikwambie? Kuna vitu vingine vipe muda uvitafakari na uvipe utulivu. Sasa hapa nataka tuliongelee swala moja la utulivu kwa namna moja ifuatayo. Katika jamii ambayo tupo kwa sasa hivi, ndugu zangu, ni ngumu sana kupata utulivu usipolipa gharama. Amina, watu wa Mungu. Ni ngumu sana kupata utulivu kama haulipi gharama ya wewe kutulia. Nitakupa mfano mmoja. Dunia sasa hivi ukiangalia, tuna vitu vingi sana ambavyo vinachukua mawazo yetu. Amina, watu wa Mungu. Vinachukua fikra zetu, vinachukua namna yetu. Na mimi kitu kimoja ambacho wazazi baba nakiamini kiko sahihi. Kwa nini wale watu wa zamani walipokuwa wakitoka labda kijijini wakija mjini wanapambana wanafanikiwa? Ni kwa sababu kulikuwa hakuna vitu vingi sana vinavyochukua fikra zao au attention yao kuviwaza. Sasa hivi viko vitu vingi sana. Kristo asifiwe. Watu wengi sasa hivi nimesikia mbona kuliongelea hili swala kwa sababu watu wengi wana simu za smartphone. Ni kitu kizuri. Lakini nataka nikwambie moja wapo ya kitu, kama unakuwa utakuja kugundua
Mungu ataanza kukidai ni kukaa mbali na simu yako baadhi ya siku. Kuna kitu kabisa Mungu ataanza kukidai, kaa mbali na simu yako. Kipindi cha zamani Mungu alipotaka kufanya vitu vikubwa, aliwaambia watu kaeni mbali na familia zao. Kwa mfano Yakobo, unaona tu ghafla anajisikia kukaa mbali, anaambia familia nendeni, akakaa peke yake. Alipokaa peke yake, ghafla akatokea mtu, wakapambana, akambadilishia jina, akamwambia kuanzia leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Maana mpaka leo ndio nchi inayotumika. Kuna vitu vingi sana watu wengi wanapoteza kwa sababu hawana utulivu. Hawana utulivu. Dakika chache yuko kwenye mitandao hapa, na mitandao inakusafirisha. Ndio sawa. Unajua unaweza ukawa huko hapa lakini tayari ameshafika Kenya, ameshafika Marekani, ameshafika China, ameshafika nini. Yuko hapa. Na sasa hivi imekuja teknolojia ambayo kwa kweli inaweza ikakupa stress kabisa. Kwa sababu saa zingine huyu ameenda amesalimiana na rais wa Marekani. Hapa ni teknolojia tu amefanya hivyo. Tunaenda sawa. Ndivyo vitu vinavyoondoa attention yake. Yaani huyu tunaimuona kila siku hapa ameshafika amempa mkono rais wa Marekani. Kumbe ni teknolojia. Sasa kile kitu kinachukua utulivu wako. Moja ya kitu ambacho Pasaka kwa sababu imekaribia tunaweza tukakiacha tukasubiri Pasaka nyingine, lakini unaweza ukakifanya. Huwa ninawashauri sana watu, mojawapo ya mfungo ambao unatakiwa ufunge, pamoja na kwamba utafunga chakula, pia funga vitu vinavyoilisha nafsi yako. Mojawapo ni kutumia simu. Kristo asifiwe. Jaribu siku moja, acha nitumie simu ya battery. Nina simu ya kawaida. Sio rahisi. Watu wa Mungu, sio rahisi. Mimi mwenyewe najaribu saa zingine inakuwa ngumu. Sio rahisi kwa sababu kila kitu kiko kule kinavuta. Mara huyu amesema nimetumia report huko, sasa inabidi uangalie, fanya tu angalie dakika moja. Ukiingia dakika moja unakuta umeshahama, umeenda na vitu vingine kabisa. Ni kitu ambacho kinavuruga watu wengi na wengi wanakosa utulivu. Sasa nafikiri ni kuanzia mimi binafsi miaka kama 3 Mungu alianza kunifundisha hicho kitu. Kwamba kuna siku anza kufunga kutumia, sio kufunga kula chakula. Funga usitumie WhatsApp, funga usitumie Instagram, usitumie Facebook, usitumie Twitter kabisa. Funga kwa siku 3. Mara ya kwanza ilikuwa ngumu. Na nilijifunza hicho kitu baada ya kugundua kitu fulani. Kwenye utumishi nafikiri tunafahamu kabisa swala la kuomba ni kitu ambacho kinahitajika mara kwa mara. Wewe ni mtu ambaye unaomba ili uweze lile neno lako liweze kuwa na nguvu na liweze kwenda kubadilisha maisha ya watu. Lakini ghafla nikaanza kugundua nguvu ya maombi inakatika. Ukiomba dakika 5, dakika 10 umeshachoka. Sasa nikaanza kujiuliza ni nini. Kwa hiyo nikaanza kumwomba Mungu nisaidie, ni nini ninafanya au ni dhambi gani ninatenda ambayo inanisababisha nashindwa kuomba tena kwa muda mrefu. Unapokuwa na semina alafu hauwezi kupata hata muda wa kutulia wa kuomba mbele za Mungu, lile neno utaenda kulihubiri litakuwa la kawaida sana. Amina, watu wa Mungu. Kwa lazima upate nafasi ya kuomba mbele za Mungu. Ndipo Mungu alinipaka neno moja la Zaburi ya 35. La Zaburi ya 35, na nafikiri neno ambalo tumelisikia mara kwa mara. Zaburi ya 35 mstari wa 13, kipengele hasa kile B, kipengele kile cha B. Zaburi ya 35 mstari wa 13B. Maandiko yanasema hivi: nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga, maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Kristo asifiwe. Huyu alikuwa naye amepoteza kiu ya kuomba. Kiu ya kuomba imekatika. Hawezi kuomba muda mrefu, hawezi kufanya mambo yake muda mrefu. Kitu gani alichofanya? Alifunga katika nafsi. Hakufunga kula. Alifunga tu katika nafsi ya vile vitu ambavyo anavipenda mara kwa mara kuvifanya. Alipoacha kuvifanya kwa muda fulani, vitu fulani vikaanza kurudi. Ghafla kiu ya kuomba ikarudi katika maisha yake. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Mimi nataka nikwambie, kuna watu, huyu alipoteza maombi. Kuna watu wanapoteza vitu vingi sana kwa sababu nafsi zao ziko attached, zimekaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Na ndio maana Roho Mtakatifu kuna muda atakuja, ataweka kabisa, Bwana, siku hizi 2 usikae kwenye mitandao ya kijamii. Siku hizi 2 fanya kitu hichi. Kristo asifiwe. Nataka nikwambie sio kifungo. Unajua saa zingine nilikuja kugundua, saa zingine ni bora ufunge chakula. Yaani hiyo nimekuja kugundua. Sio rahisi hivyo, lakini ndio Mungu anayoitaka. Ndio Mungu anayoitaka.
mara kwa mara ili aweze kukurudishia baadhi ya vitu. Kwa hiyo unahitaji njia nyingine ya kupata hekima, kama nilivyosema, ni kutafakari na kupata utulivu. Lakini njia nyingine ya kupata hekima, itakuwa ni njia ya 4 sasa nakutajia katika pointi hii ya 3. Njia ya 4 ni tafuta watu wazima wa kuombea. Tafuta watu wazima wa kuombea. Hapa tunamaanisha watu ambao wamedumu katika wokovu na wamekaa muda mrefu katika wokovu wa kuombea. Hebu tufungue kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 34. Kumbukumbu la Torati 34. Ukiona hekima haipo, mambo yanaenda katika maisha yako hayaendi kama yanavyotakiwa, tafuta watu wazima wa kuombea. Naomba uniombee hekima, naomba uniombee nini, ili uweze kugundua kitu cha kufanya. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9, maandiko yanasema hivi: na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyoamuru Musa. Kristo asifiwe. Tunaona wazi kabisa huyu Yoshua alikuwa na hekima. Sababu ya yeye kuwa na hekima ni kwa sababu Musa alikuwa ameweka mikono juu yake. Kuweka mikono maana yake alikuwa amefanyaje? Amemwombea. Kwa kuna muda bwana, usikomae tu peke yako. Hamina watu wa Mungu, usikomae tu peke yako. Mojawapo la jambo, pamoja na kwamba tunakuja kuwaona wachungaji, watumishi wa Mungu watuombee vitu vingi, tuje pia kuomba watuombee hekima. Mchungaji, nimepata cheo kipya kazini, moja ya kitu naomba niombee hekima kwa kweli. Kristo asifiwe. Nimefungua eneo jipya la biashara, moja ya kitu ambacho ninaomba niombee hekima. Tusiwe tu tunakuja tunaomba tuombee mambo yaende vizuri, afanye nini, pia na hekima. Angalia Yoshua alipoombewa hekima, watu wote wakamsikiliza. Maana yake mwanzoni walikuwa hawamsikilizi, ila baada ya kuombewa hekima, ghafla watu wakaanza kumsikiliza. Kristo asifiwe. Ni maombi yangu katika jina la Yesu, utakapoombewa hekima watu waweze kukusikiliza na wewe. Sema amina. Lakini njia nyingine ambayo unaweza kuitumia ili uweze kupata hekima, chagua watu wa kuambatana nao. Chagua watu wa kuambatana nao. Kuna watu ukiambatana nao hekima itaondoka tu, na kuna watu ukiambatana nao hekima itaongezeka. Ukisoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 20. Mithali 13 mstari wa 20. Mithali 13 mstari wa 20. Maandiko yanasema, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Maana yake ukienenda na ambao hawana hekima, hautokuwa na nini? Hekima. Kwa watu unaotembea nao wanaweza kukufanya uwe na hekima au sio na hekima. Kwa watu unaoambatana nao, jaribu sana mara kwa mara kuambatana na watu wenye hekima. Na zinatofautiana. Kwa mfano, wewe unataka kuwa katika biashara, katika kilimo, tafuta watu ambao unaona wanafanikiwa kwenye hilo eneo, kaa nao na ujifunze kwao. Kristo asifiwe. Unataka kuwa kwenye masuala ya utumishi, tafuta watu ambao wamekaa kwenye hilo eneo, ukae nao, ujifunze kutoka kwao. Kwa sababu unapokaa nao karibu na kujifunza mara kwa mara, inaweza ikakuletea mpaka madhara, mpaka hekima yao ikamia kwao. Unajua, mtu unayemsikiliza sana, hamina watu wa Mungu, anaweza akaafekti mpaka kuongea kwako. Okay? Anaweza akaafekti kuongea kwako, na anaweza akaafekti kutembea hadi kwako. Tunamwona Petro, tutamwangalia Alhamisi, baba atakuja kutueleza vizuri. Yaani huyu jamaa alikuwa amekaa karibu ya Yesu, akajifanya ni kajambazi fulani, lakini watu wakaiona ile hekima. Wewe hata kuongea, wewe unaongea kama yule. Hata kutembea, yaani unajua kuna namna alivyokuwa anatembea, labda anajifanya ni kiuni, anatembea na kunanuna, lakini bado tunaona kama Yesu.
hata pamoja na kwamba unafanya kama umejificha, bado tunamuona Yesu kwa sababu amemsikiliza sana. Sio unapata picha? Mtu unayemsikiliza sana anaweza aka-affect jinsi unavyoenenda. Sasa wewe unamsikiliza nani? Kristo asifiwe. Maana yake kuna mtu ukimsikiliza, unaweza ukajikuta ulikuwa una wazo la biashara, unaenda kufanya biashara, umeacha. Umeamua nayo kutafuta kwa ajili yako, kwa sababu umemsikiliza mara kwa mara. Kristo asifiwe. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kaa kwa hekima ili uweze kupata nafasi ya kujifunza. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukiangalie, vitu vingine tutaangalia wakati mwingine. Pointi ya 4, naomba tuangalie pointi ya 4. Pointi ya 4, faida za kuwa na hekima. Faida za kuwa na hekima. Faida za kuwa na hekima. Nitakutajia mistari. Nimekutajia mistari mingi sana ili ukifika nyumbani uendelee kuitafakari na uendelee kuisoma mpaka ifanyike himani ndani yako. Faida ya kuwa na hekima. Jambo la kwanza, inakupa nafasi, kazi au uongozi. Inakupa nafasi, kazi au uongozi. Ukiwa na hekima kwa kweli, jiandae tu kwa namna yoyote. Inakupa nafasi, kazi au uongozi. Yaani lazima watu kwa kweli watapambana waitafute. Kwa mfano, ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 33 mpaka 36. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 33 mpaka 36. Tunaona wazi kabisa mahali pale, hakutosoma nitakusomea tu kilicho mahali pale. Yusufu alienda akatoa tu neno la hekima kwa Farao. Amina, watu wa Mungu. Akatoa tu neno la hekima kwa Farao. Alipotoa neno la hekima, mambo yakabadilika pale pale. Mambo yakabadilika pale pale, akajikuta amepata cheo. Kristo asifiwe. Unaweza ukawa uko ofisini mwako na kuhakikishia ukikaa mbele za Bwana ukamwomba Mungu hekima mara kwa mara, ukamwomba Mungu hekima mara kwa mara, jiandae kupandishwa cheo. Njia rahisi, naomba unisikize kwa makini sana hapo ndani. Njia rahisi ya kupandishwa cheo, wewe omba hekima. Wewe omba hekima. Usianze kuona Mungu nikumbuke mwaka, wewe omba hekima. Na ukiomba hekima, jiandae matatizo kuja, kwa sababu hekima inavuta matatizo ili ipate kuonekana ni hekima imetatua. Tunaenda sawa sawa? Kwa mwisho wa siku, ukiomba mara Mungu akupe hekima mara kwa mara, jiandae Mungu pia kukunyanyua. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Lakini jambo la pili tunaona wazi kabisa, inakupa kutatua changamoto zilizojificha. Ukiomba Mungu akupe hekima, inakupa kutatua changamoto zilizojificha. Sitaki kwenda ndani sana mahali hapa, lakini ukisoma watu ambao walikuwa na hekima, Mungu aliwapa neema ya kutatua changamoto ambazo watu wengine hawazioni kwa jinsi ya kawaida. Kwa mfano, ukisoma changamoto katika kile kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 28. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 28. Pale tunamwona mfalme Suleiman. Walikuja wanawake wawili. Amina, watu wa Mungu. Walikuja wanawake wawili. Mmoja anasema huyu mtoto ni wa kwangu, huyu mtoto si wa kwangu. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 28. Akasema huyu mtoto ni wa kwangu bwana. Mwingine anasema mtoto hapana, huyu mtoto wako ndio amekufa, kwa sababu mwanamke mmoja alikuwa amekaa vibaya, akalalia mtoto wake akafa. Wakaamua kwenda kwa mfalme kutafuta suluhisho. Ndugu zangu, pale inapohitajika ni hekima. Lazima uwe na hekima ya kimbingu kuweza kutatua kesi za namna hiyo. Kristo asifiwe. Lakini tunachotaka uangalie kitu kimoja. Tunarudi pale pale. Tunachoona ni ile hekima ya Suleiman kutatua lile jambo. Lakini lazima tuangalie maisha yake ya nyuma. Kitu gani alifanya? Alimwomba Mungu. Tunaenda sawa sawa? Alimwomba Mungu. Maana yake lazima kwanza kwenda maisha ya kimaombi kunyuma kumwomba Mungu, nipe hekima. Na ile jambo kama tulivyosema lilimpa sifa njema sana mfalme Suleiman kwa kipindi kile. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Lakini faida nyingine itasababisha watu wakufuate, uwatatulie changamoto zao. Watu wakufuate, uwatatulie changamoto zao. Ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 11, unaona watu wote wakamfuata ili kumsikiliza. Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Mstari mingi pale unaona Yesu akiingia hekaluni, ghafla watu wanaanza kumfuata wengi wakitaka kumsikiliza. Wakimsikiliza tu hekima yake.
Na wengine wakasema hatujai kuona mtu anaongea kwa namna hii kwa kweli, kwa sababu waliona ni hekima ya namna kubwa sana. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Jambo lingine ambalo unatakiwa usisahau, unapomwomba Mungu akupe hekima sana, muombe pia Mungu akupe nguvu ya fedha. Amina, watu wa Mungu. Muombe Mungu akupe nguvu kwa sababu hekima ya maskini haifanyeji? Haisikilizwi. Ukiwa na hekima sana, haitosikilizwa. Wewe kusikiliza vitu vingi sana. Moja ya kitu ambacho tunaamini watu unajua ukimwangalia viongozi kwa mfano yule wa Marekani, sio hana hekima sana, ana nguvu ya fedha na anasimamia kitu cha Mungu. Anasimamia kitu cha Mungu. Na hekima ya kimungu ambayo saa zingine kama ni hasira ya Mungu inapita, kwa sababu ni mtu pekee anayekwambia kama uko jeshini ulibadilisha jinsia ondoka. Kitu ambacho hauwezi kufanya kama una hasira ya kimungu ndani yako. Kristo asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho wanashindwa kumfanyia fitina ni kwa sababu ana nguvu pia ya fedha. Kwa pamoja na kwamba huyu jamaa sasa zingine anafanya vitu vinaonekana kwamba sio hekima, ila ana nguvu ya fedha, na watu wengi ameajiri, na watu wengi na kampuni zake zinaenda. Kwa ukiwa na nguvu ya fedha, saa zingine ukisema Christmas hii hatuchinji kafara, ni hekima, lakini wanaangalia pia huyu aliyeongea pia akisema neno hapa hatutokula kabisa, bora tusikilize tu. Amina, watu wa Mungu, bora tusikilize. Sasa unapokuwa hauna nguvu ya fedha, au unasema yule anaongeaga tu, hana jambo lolote la kutusaidia mahali hapa. Kwa ni moja ya kitu kabisa uweze kumwomba Mungu akupe pia nguvu ya fedha na hekima ya mahali popote sana ambapo upo. Akupe nguvu ya fedha. Ukiwa ofisini unaweza kabisa ndio ukawa na hekima nzuri kabisa, lakini pia kuwe na nguvu ya kifedha ya mahali fulani. Kuna mahali ambapo wanawaombea wafanyakazi wa serikali namna bora ya kumhubiri Kristo. Amina, mlipokea kama lilivyo. Amina, watu wa Mungu. Ni hekima ni kumhubiri Kristo. Unamhubiri Kristo kwa kuwapa lifti wafanyakazi wenzako. Alafu weka nyimbo ya injili na imbwa. Hamna atakayesema badilisha redio. Sasa yeye anatembea kwa miguu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Yeye anatembea kwa miguu. Sasa hiyo hekima ulionayo lazima uwe na nguvu pia ya nini? Fedha. Ni katika jina la Yesu ninakuombea ununue gari na amina, mtu wa Mungu. Ndicho tunachotamani upate kukiona. Kwa sababu kuna namna ambavyo ukiwa na nguvu fulani unaweza ukakifanya kitu cha Mungu kikaingia haraka. Hakuna atakayekubishia. Ukiwa na nguvu ya fedha unawaalika nyumbani, jamani karibuni tupate mtoto wangu anasherehekea siku ya kuzaliwa, karibuni hapa. Ukifika kuna nyimbo za kuabudu zimewekwa. Weka TV yako, weka nini, nyimbo za kuabudu, tusali, mchungaji fanya sala. Fanya sala fupi kwanza, mchungaji tume kwanza. Waambie kabisa mnakula vizuri. Alafu mahali hapo piga neno zuri. Watasikiliza kwa sababu hata kama hawataki kusikiliza, lakini wakikumbuka tumeshakula, tumeshafanya nini, tutasikiliza neno. Kristo asifiwe. Kwa sababu akija kanisani mchungaji bila katana hapa tutahubiria vizuri na watatubu. Amina, watu wa Mungu. Jambo la mwisho kabisa kwa kumalizia na ambalo nataka tuingie nalo katika maombi kwa dakika hizi chache. Muombe Mungu afungue akili zako. Amina, watu wa Mungu. Muombe Mungu afungue akili zako. Hapo mwanzoni nimeweka msingi imara kabisa kati ya Wayunani na Wayahudi. Amina, watu wa Mungu. Nikasema Wayunani wao wamechagua njia ya hekima, na kupitia mifumo ya kuchagua njia ya hekima ndio wameitawala dunia. Hawakuchagua njia ya ishara tu peke yao. Okay? Ni vizuri kuwa na njia zote za hivi. Sasa moja ya kitu ambacho nasikia moyoni kukiombea sana kanisani, Shetani anapambana sana watu wa Mungu kufunga akili za watu waliopo kanisani. Yaani hicho ni kitu ambacho unakiona. Unaona watu wanampenda Mungu sana, wanabidii sana na wana matokeo mazuri hata ya shuleni ya nini, lakini kuna namna utendaji kazi wao unashuka sana. Na ni kwa sababu Shetani anakuwa amefunga akili zao. Moja ya kitu anachokiwekea Shetani, kwa sababu anajua akirusha magonjwa ni rahisi kuyafukuza.
akileta changamoto ni rahisi kuzifukuza. Kwa kuna namna anafunga akili zao zinakuwa hazioni vitu vingine. Kwa hiyo inafika mahali hata kunapokuwa na kamiti au jamii mbalimbali zinapotazama wana wa Mungu kwa ajili ya kuwapa nafasi mbalimbali. Okay? Kwa sababu nafasi mbalimbali si swala tu la kunena kwa lugha, la kuomba muda mrefu, la nini, lakini pia akili yako ikoje. Wanakuja kutazama, wanakuja kugundua kwa kweli huyu ni mtumishi mzuri, lakini sasa hii nafasi inahitaji akili zaidi. Kwa hiyo tutakuwa tunamkaribisha kwenye maombi tu. Lakini kwenye swala la nani apewe nafasi hii ya kuongoza jamii hii, ya kufanya nani hiki, unakuta wengi hawana huo uwezo. Kwa sababu shetani mara nyingi sana unakuta katika Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa kwanza mpaka 4 unakuta ameweka ngome. Tunaenda sawa sawa, ameweka ngome kabisa. Hakuna kitu mimi nasema kabisa, yani baba mchungaji, moja ya kitu tunachotamani tukifanya hapa, sijapata nafasi ya kuongeza vitu vingi sana, kama Musa alipojifunza hekima ya Wamisri, alikuwa hodari katika kuongea. Biblia iko wazi kabisa, alikuwa hodari katika kuongea na katika kutenda. Maana yake lazima tuwafundishe watu wa Mungu kuongea. Tufanye mazoezi kabisa watu wa Mungu kuongea. Unaweza ukafika, yani hakuna kitu kinaumwa, kuna mkutano wa kijiji, kuna mkutano wa serikali ya mtaa, the only yani kitu ambacho utakaribishwa ni kufungua kwa sala tu. Hakuna mchango mwingine ambao unaweza ukatoa hapo. Hicho kitu jamani si sawa. Kama kanisa lazima tufundishe hawa watu kuongea, namna ya kupangilia hoja. Nimekuonyesha kabisa Musa alijifunza hivyo vitu. Ndio maana Musa alikuwa anaweza akasimama mbele ya mfalme, alikwambia mtukufu mfalme. Kuna zile protocol za kuwataja viongozi, ni kitu cha msingi sana cha kujifunza. Na ni moja ya kitu ambacho natamani watu waanze. Mimi nashauri kabisa, kuna sikukuu ya watoto, si bado watoto wakija hapa, ningeshauri sana siku wanaanza kusema ngonjera, jambo la kwanza waanze hata kujifunza zile itifaki za kawaida tu. Tunamshukuru Mungu. Amina. Tunashukuru uongozi, tunamshukuru baba mchungaji, tunashukuru uongozi, tunamshukuru na mwalimu aliyetufundisha. Ni protocol ndogo, lakini inaweka kitu, inaweka kujiamini anakuja kusimama huko baadaye. Alafu baadaye kama ataimba ngonjera, kama ataimba sijui nini, ni kitu cha sahihi kabisa. Kwa sababu ni kitu ambacho nakiona kabisa watu wa Mungu wengi hawawezi kujieleza. Kristo asifiwe. Lakini kuomba, wanaomba kweli. Lakini mwisho wa siku tuambie Paulo, ndamalizia kitu kusema hivi. Paulo kuna siku moja alienda kwa mfalme mmoja, akasema nimesikia matendo mengi makubwa. Hebu niambie, usinitendee ishara yoyote, niambie. Nataka kusikia maneno ya busara kutoka katika kinywa chako. Na wengi watu wa Mungu ni eneo ambalo tunashindwa kujipanga. Kama kanisa tukiachia kama changamoto, tuwe na mipango mikakati ya kufanya hivi vikundi. Unamkaribisha tu kiongozi kijana watu, anakuja anaanza hata shukrani zile za kawaida mbele za Mungu zada. Hapana, kuna kitu lazima tuanze kukifundisha. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Ninaomba tusimame sasa, alafu tumpigie Yesu makofi.